Vijana wetu wengi wamekuwa wanaingia katika makundi tofauti kwa ajili ya ukosefu wa ajira. Hivyo wameona wao kule waliko ni sehemu sahihi baada ya kukosa cha kufanya. Chama cha Makini kimekuja na mwarobaini wa hili tatizo. Kimekuja na miundombinu ambayo italeta mapinduzi makubwa ya kiviwanda. Tutarudisha viwanda ambavyo vimekufa, tutavifufua na kuleta pia viwanda vipya, kwa sababu tumeona Watanzania walio wengi ni wakulima, lakini mwisho wa siku tuna mazao yanaozea katika maghala, mengine mazao yanaoza yakiwa yako njiani kuelekea masokoni. Hivyo basi tutaboresha sekta ya viwanda ili vijana wetu waweze kupata ajira na kuondokana na haya mambo mengi ambayo nawafikia. Taifa lenye nguvu ni taifa ambalo linawafanya vijana wake waweze kutengeneza ajira na kujiajiri ili kuendesha maisha yao ya kila siku. Leo tumekuwa tukiona vijana wetu wanafikwa na matukio tofauti ya uhalifu. Sio ridhaa yao wala sio chaguo, lakini wamekosa minzi ya kuweza kuwafanya waweze kupata kipato cha kila siku. Hivyo basi Chama cha Makini hili imeliona, na kama nikiwa mama katika hili taifa, nikiwa kiongozi katika hiki chama, tutaweza kulisimamia na kuweza kuwaajiri vijana wetu. Na ndio maana mheshimiwa alisema kutatoka bodaboda milioni 1. Bodaboda hizi pia zitakuwa ni miongoni mwa zile ambazo ni ajira kwa vijana. Hivyo basi vijana, nyinyi ni nguvu kazi ya taifa. Tunaomba mtu support. Tunaomba mkichague Chama cha Makini ili kuweza kutimiza ndoto zenu. Vijana tumeona sasa hivi mnashiriki mambo mengi yanayoshawishi kuelekea kubaya. Kuna hekari 5 kwa Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde kwa kila Mtanzania ambaye ametimiza miaka 21 hadi 35. Utakapopatiwa hii hekari, naamini pia utakuwa busy na kazi zako ili kuweza kujiletea kipato cha kila leo. Lakini pia tunaingia swala zima la wakina mama. Swala la afya kwa jamii yote. Tumeona swala zima la afya lina gharama kubwa. Sasa hivi anayeumwa na kichwa akatumia pesa kidogo 10,000-20,000. Na kuna mwingine kipato cha kila siku hatimizi hata hiyo shilingi 10,000. Hivi tunaelekea wapi na taifa hili? Hivyo basi sisi tumeamua kutengeza mazingira rafiki ili kuwaweka Watanzania wakiwa na afya bora na kuweza kufanya kazi zao za kila siku. Lakini pia kwa mama wajawazito na watoto, tumekuwa tukiona changamoto kubwa ambazo zinawakabili wa mama wajawazito na watoto. Tokea siku ya hudhurio la mwanzo clinic, basi mama huyu atatakiwa aende na pesa zisizopungua 50,000. Fast checking. Hivyo kuna watu wanashindwa kufika katika kliniki kuweza kuangaliwa afya zao. Hii yote inatokana kwa vipato vyetu vya kawaida. Mwananchi mmoja anashindwa kuhimili hivi.